Wakati mashabiki wa klabu ya Simba wanafurahia kurejea kwao baada ya kukosekana kwa michezo mitano, hatimaye hii leo adhabu ilikuwa inaisha na mchezo wa kesho alitakiwa kuwepo uwanjani. Lakini kocha wa klabu ya Simba Steve Barker ametoa tamko kwa viongozi. Hili tamko bana linasikitisha au linaletea huzuni mitaa ya Msimbazi. Amesema abaki yeye au mchezaji aondoke. Ni mchezaji gani huyo na lipi linaendelea ndani ya wekundu wa Msimbazi? Mimi Hassan Saddam niko na Florence Lenato, tutakuwa na taarifa kwa kina. Lakini kabla tujaanza kukujuza bana hicho alichokisema Steve Barker kwa uongozi wa klabu ya Simba, nikujuze tu kwenye taarifa njema kutoka Jaba Air Solution. Nikukumbushe tu kwamba mwanzo tulikupa taarifa kwamba ofisi zao kule China walikuwa wamefunga kutokana na sikukuu zilizokuwa zinaendelea, lakini kwa sasa taarifa njema ni kwamba kuanzia kesho tarehe 25 wanapokea mizigo. Kwa kama hujaweka order, weka order haraka, wasiliana nao maana namba zinapitishwa hapo chini ili uweze kujipatia mzigo wako haraka. Sherehe kule nchini China zimeisha, sasa ni zamu ya mizigo kurudi kutoka China mpaka Tanzania. Ni siku 3 pekee wanakuwa wamekuletea mzigo wako, agiza nao namba zinapitishwa hapo chini. Florence Renatus, kwa kiongozi. Niko vizuri. Taarifa bana inatoka mitaa ya wekundu wa Msimbazi ndani ya klabu ya Simba. Kabla kwanza nianze bana nimjuze, wakati wa mashabiki wa klabu ya Simba wanafurahi kurejea kwa Jonathan Soa na Alassane Kante ambao walikuwa nje, walipewa adhabu na bodi ya ligi ya baada ya kutokana na makosa waliyofanya katika mchezo wa ligi kuu dhidi ya Azam. Ambao nakumbuka Simba alipoteza akifungwa magoli 2 na Azam. Hatimaye wakawa wamefungiwa michezo 5 na faini wakawa wamelipishwa. Sasa katika kuelekea mechi ya kesho ya ligi kuu adhabu yao ilikuwa inaisha kabisa, kwamba ina maana kesho kwenye mchezo wa Dodoma Jiji utakaochezwa kesho tukimtarajia kumuona Alassane Kante na Jonathan Soa. Florence, tuanzie hapa. Jonathan Soa tunemzungumza, ambaye leo hii mwalimu ameondolewa kwenye kambi ya klabu ya Simba loko Dodoma ikijiandaa na mchezo wa kesho dhidi ya Dodoma Jiji. Huyu amefungiwa au alikuwa na adhabu kutokana na utovu wa nidhamu aliofanya katika mechi ya Azam na Simba. Simba walipoteza, Jonathan Soa akawa amefungiwa na bodi ya ligi kama unakumbuka vizuri. Hii leo anaondolewa na klabu ya Simba. Hii sasa ni Simba, sio tena bodi ya ligi. Leo waliomuondoa kambini ni Simba kutokana na utovu wa nidhamu, na huyu ni kocha, na kocha ameweka sheria kwa viongozi, aidha mchezaji au yeye abaki. Tunaanzia hapo kwa Jonathan Soa. Ni mchezaji mzuri, lakini utovu wa nidhamu umekuwa kimwandama mara kwa mara. Leo ameanza katika mechi ya ligi, bodi kamfungia. Leo Simba wenyewe wameamua kama Simba. Ni wanasema jasiri aacha asili yake. Jasiri aacha asili yake. Jonathan Soa alishafanya, tukimuona kwenye kikosi cha ilikuwa ni Mediama tulimuona shafanya akiwa na Singida Black Stars, amesajiliwa Simba. Moja ya story ambayo ilikuwepo hata kipindi anasajiliwa na Simba Sports Club ilikuwa ni kwamba Young Africans walimkataa kwa sababu ya issue ya utovu wa nidhamu. Ndio ndicho ambacho kwa kinazungumzwa sana kwamba Young Africans waliona mbali na vitu kama hivyo. It's okay. Bahati mbaya zaidi, kubadilisha tabia ya mwanaume ni moja ya kitu kigumu. Si unanielewa? Kubadilisha tabia ya mwanaume ni kitu kigumu. Ni moja ya kitu kigumu. In short, kubadilisha tabia ya binadamu. Yaani kuna watu wako tayari kubadilika, lakini yale kubadilika kwa mtu kunategemea na uhitaji wa mtu. Ndio. Kwamba upo tayari kubadilika. Si unanielewa vizuri? Unaona kuna mtu alikuwa mlevi, mnaona tayari muona huyu jamaa amekutana na mtu fulani ameacha ulevi na vitu kama hivyo. Kwa hiyo kwenye maisha ya binadamu kubadilika kwa tabia huwa ina depends na ule utayari wa mtu mwenyewe katika kubadilika. Sasa tabia ikikomaa sana inakuwa asili, na asili hauwezi kuibadilisha. Ndio maana wewe leo asili yako tunakwambia awe ni mtu wa kutokea wapi. Mara watu wa Mara huwa ni wakalikali sana. Yaani ule ukali wao sio tabia, ni asili yao. Kwa hiyo kuwabadilisha watu wa Mara watoke kwenye tabia kuwa watu wakali sana inawezekana ni kitu kigumu na hakiwezekani kufanyika kabisa. Kwa sababu ni asili. Sasa kwa Jonathan Soa imekuwa asili, sio tabia. Yani ni kitu ambacho tayari sio tena tabia, ni asili yake sasa imekuwa ya utovu wa nidhamu. Kwa hiyo ni ngumu sana kwa mtu kuja kumbadilisha. Ilikuwa kwa Bernard Morrison kama unakumbuka vizuri. Kwa nini na Afcon kuna kitu kingine? Kwa nini wachezaji wa Ghana ndo wamekuwa na sio wote? Mbona Fizi Konkoni hakuwa hivyo? Wanasema wengi asili ya wachezaji wa Ghana wamekuwa na tabia hizi. Sidhani. Baadhi yao tu. Labda tuseme baadhi yao. Mfano kama Fizi Konkoni sasa kwa Mghana yule amefika Young Africans, muona alikuwa anacheza vizuri tu. Hata James Kotei sure. Nadhani hata James Akamiko na yeye nifuatilie vizuri. Hata Akamiko na yeye nadhani inawezekana. Kwa hiyo ni asili ya mtu tu kwamba yani ndivyo ambavyo alivyo. Sasa mchezaji kama Jonathan Soa ni ngumu sana kuja kumtoa katika hiyo nature alionayo yeye ya utovu wa nidhamu.
Yani anaweza akafanya vizuri uwanjani lakini nje ya uwanja akafanya incidents ambazo zikamfanya mwalimu amtoe kama sehemu ya mchezaji wake amweke pembeni. Ndio. Yani ni vitu ambavyo sio anavifanya hajui, anavifanya anajua na ndiyo mazoea yake, yani ndiyo maisha yake. Yani kwa kuna rules ambazo unajua tofauti inakuja ni kwamba kuna namna ambavyo yeye amejitengenezea mtiririko wake wa maisha. Ndio. Sio unanielewa Kwa hiyo ukienda against unamuaffect saikolojia yake. Ndio. Ukimuaffect saikolojia yake ndio unampelekea sasa mwanze kusema huyu ana utovu wa nidhamu. Kwa hiyo utovu wa nidhamu muda mwingine unasababishwa na yule mtu lifestyle yake iko vipi. Sio kama unanielewa vizuri. Nje ya uwanja na ndani ya uwanja. Both, yani nje ya uwanja na ndani ya uwanja. Yani ni mtu ambaye anaishi vipi na wengine. Sio unanielewa. Kwa hiyo kile ambacho kimo kwenye akili yake, ambacho amekipangilia, ambacho amekiweka, yani yeye amejipangilia vitu vyake. Sawa. Unscheduled, yani ukivitoa tu katika mtiririko ambao yeye anauhitaji, ndiko ambako unaona sasa nini ambacho yuko nacho. Ndio hicho tunasema huyu hana utovu wa nidhamu. Ndio. Kwa hiyo hata Arsene Wenger aliposema saikolojia ni moja ya kitu muhimu sana kwa mchezaji kuliko kitu chochote unachokifikiri. Kwa sababu anaweza akawa ana dribble, yani ana zile techniques nzuri, fiziki yuko vizuri, ila mentality yake kama ni mbaya, huyo ni mchezaji ambaye utakuwa naye ni kama ile zile traffic lights, yani ina green and red, green and red, green and red. So inakuwa hivyo. Ndio. Kwa hiyo kwa ukija kwa hata kwa Jonathan Soa, ndio. Ni mchezaji wa aina hiyo. Yani ni kama uwanjani akiingia anakuwa ameshajitengenezea kwamba yeye ataenda kufanya nini. Ndio. Sasa akienda akakuta vitu viko tofauti na ambavyo yeye alitarajia. Ndio. For instance timu yake ishindwa kupata ushindi, yeye ameshindwa kufunga. Tumeona akireact mara kwa mara anaposhindwa kufunga. Yani ni kama sasa akili yake haijajiandaa kukabiliana na matendo ya aina hiyo. Ndio. Sawa yani mchezaji kama Jonathan Soa, mfano kama ligi ya Uingereza, yule hata kugusa hawezi kugusa. Maana mechi moja tu anamtoa nje. Ndio mfano mzuri, juzi kati hasa anacheza na Tottenham, Declan Rice alikuwa anachukua mpira kwenda kurusha. Shabiki wa Tottenham akamuonesha Declan Rice picha ya mke wake. Yani anamtukana mke wake kwenye picha na anamuonyesha hivi. Ndio. Ingekuwa mchezaji ambaye ana hasira za karibu, si anaruka na shabiki. Kosa hilo. Either atangempiga kosa hilo, sababu hujawahi kuona shabiki anafuatwa anapewa kadi ya njano au nyekundu. Ndio. Yani yeye yuko pale kwa ajili ya kuzomea, kufanya vyovyote anavyojisikia, ila tu asivunje zile sheria ambazo mpira wa miguu wameziweka. Kwa hiyo hata kwa Jonathan Soa changamoto yake ni kwamba yani ameshajiwekea vitu vyake kichwani. Kuna mipangilio yake ya kimaisha. Yani nje ya uwanja kaiweka, ndani ya uwanja pia kajitengenezea. Yani kajitengenezea saikolojia yake yeye akiwa ndani ya uwanja. Kwa hiyo vitu vikienda against tu na ambavyo yeye alikuwa anafikiri, saikolojia yake haipo tayari kukabiliana navyo. That's why anawaonyesha hasira yake ambayo yuko nayo. Ndio maana kuna baadhi ya wachezaji anaweza kaingia uwanjani timu ikafanya vibaya, lakini still yupo calm. Anaweza akamchezea mwenzia akampata mkono akanyanyuka. Yani yuko calm kwa sababu akili yake alishaiandaa kukabiliana na aina ya hali ya hewa yoyote. Kwa Arsene Wenger aliposema saikolojia mchezaji ni kama umejenga nyumba ukaweka bati. Maana kuweka bati ni kwamba chochote kitakachotoka nje akitoweza kuingia ndani kika-affect zile furniture zako na baadhi ya vitu ulivyo navyo ndani. Sasa furniture ndio hizo tunazizungumzia, techniques za mchezaji, kudribble, kufanyaje, si kupiga shuti, kupiga pasi, ndio hicho ambacho tunakizungumza. Kwa hiyo kama ukiliacha nyumba afu bila kuliwekea bati, maana yake ni nini? Upepo ukipiga ule matakataka yote yataingia ndani, jua likipiga lita affect vile vitu vilivyomo ndani. At the end of the day vitu vyako vitaharibika. Ndio hicho sasa. Kwa hiyo vile vitu kutoka nje vikiingia kwenye akili ya mchezaji vinamuaffect hata ile ubora wake unaohitaji usione. Sasa Florence, mashaka yangu anakuwa ni kutokana na vyanzo vinaeleza baada ya alichokifanya Jonathan Soa amekuwa na utovu wa nidhamu mara kwa mara kambini hapo. Ina maana sasa huku ni nje ambako sisi hatufanyiji, hatutazami. Kocha ana kwa taarifa anatoa kwamba kauli kwamba wachague kati yake au mchezaji. Kumbuka huyu hizo za ndani sasa ambazo sio rasmi. Sasa tukimtazama Jonathan Soa na Steve Barker amekuja wakati Jonathan Soa tayari anaitumikia klabu yote kubwa. Nishakuelewa swali lako. Klabu yote kubwa duniani haitakiwi kuwa na mchezaji ambaye ni mkubwa zaidi ya kocha. Ndicho ambacho kilimshinda Xabi Alonso. Ukimwona mchezaji ni mkubwa zaidi ya kocha, jua mkubwa wa mchezaji
sio tu jina lake, pia umetengenezwa na viongozi wanaoiongoza klabu. Kwa hiyo ana kibri kutoka kwa viongozi. Kwa hiyo anaweza akaamua chochote kuhusu kocha na viongozi wakamsupport. Kwa mashaka yangu alikuwa kwamba ukitazama Jonathan Soa kwenye mechi, tunazungumza mechi 5 ambazo ndio mwalimu, kwa sababu mechi yake ya mwisho ilikuwa ni kocha interim ambaye alikuwa ni Matola, ndio alikuwa interim kocha kwa muda. Wakati huo wanapewa fine na adhabu ilikuwa ni takriban mechi 5 ambazo alikaa nje. Hapo ndipo sajili za Steve Barker alifanyaje? Alisajiliwa kama kocha mkuu. Kwa anaingia kwenye kwaro ambao hata mwalimu hajaanza kumweka kwenye matumizi yake ya kwanza kumtumia namba. Safi, swali lako ni zuri. Unakoelekea ni kuzuri. Ndio. Labda nikwambie kitu kuhusu Jonathan Soa. Ndio. So mchezaji wa muhimu sana Simba Sports Club, bali ni replaceable player. Sio kama unaelewa vizuri. Yaani Jonathan Soa, ndio, at least kwa Alassane Kante. Ndio. Jonathan Soa sio ule mchezaji wa muhimu sana Simba Sports Club. Ndio. Bali ni replaceable player. Nitakuelezea vizuri. Ukisema mchezaji wa muhimu sana kwenye timu, unazungumzia ule mchezaji ambaye ndiye ana execute, yani anajua vizuri ku execute. Sasa ku execute sijui kwa Kiswahili tuseme nini, but hivi vitu tunavisoma kwa lugha ya Kiingereza. Ndio. Ana execute vizuri principles za uchezaji uwanjani. Sio, unanielewa Nishawahi kuambia walimu hawafundishi mfumo, mwalimu anafundisha principles za mfumo. Tuta execute vipi huu mfumo? Sasa lazima wewe mchezaji muhimu ni yule anejua vizuri ku execute mfumo wa mwalimu. Mchezaji mzuri ni yule tunamzungumzia yule ambaye ni threat, tishio kwa wapinzani. Unanielewa? Mchezaji mzuri ni yule ambaye akiwa uwanjani ana value wachezaji wengine. Unanielewa? Ndio maana hata kipindi Ozil anaondoka Real Madrid anakuja Arsenal, Ronaldo ni mmoja wa usajili ambao ulimuumiza sana kwa sababu alikili Ozil ni mmoja mchezaji ambaye alikuwa anamchangia sana yeye kuonekana mchezaji bora pale Real Madrid. Ndio, kutokana kwamba alikuwa anaanza kumtengenezea nafasi nzuri. Mchezaji mzuri ni yule mchezaji muhimu ni yule ambaye ana impact katika vipindi vyote uwanjani, defensive, offensively pamoja na transition period. Huyo ndio mchezaji mzuri. Kwa hiyo hata akikosekana, unasema ndio wale maneno unasema angekuepo fulani hapa angemwekea, kwa sababu huwa anamjua vizuri huyu jamaa angefunga. Mchezaji mzuri sio kwamba lazima afunge tu, ila hata akitoka uwanjani sawa, hata asipokuepo, lakini hata asipofunga kuna ambacho amekifanya uwanjani kimeonekana. Huyo ndio mchezaji mzuri. Si unanielewa? Ila irreplaceable player ni yule ambaye nafasi yake inabadilishwa. Kuna maana inaweza kama replaceable. Sasa replaceable sijui niseme vile kwa replace, yani mtu anaweza akapata mwingine, anaweza kacheza akapata mtu au yeye yupo kwa ajili ya kukaa jukumu. Maana sasa ungetumia tu mfano wa Selemani Mwalimu na Jonathan Soa ingekuwa bora zaidi. Hapa kwenye replaceable player ameondoka, ilikuwa ni game dhidi ya Azam. Toka ametoka, toka hajacheza. Ndio. Simba imefunga magoli 11 total games ukitoa zile za Mapinduzi, Champions League na Ligi Kuu. Ndio. Simba imefunga magoli 7 Ligi Kuu. Selemani Mwalimu amefunga magoli 3. Ndio. So huyo ndio replaceable wa Jonathan Soa. Yani Jonathan Soa ndio replaceable player. Yani hapo sasa nahisi utakuwa umeelewa. Labda kwa mchezaji kama Alassane Kante, ndio, ukimzungumzia ndio nasema of course huyu anahitajika, na yeye sio yule mchezaji muhimu sana yani uwanjani kwamba akikosekana basi Simba itocheza. Hapana. Lakini ni mchezaji ambaye tunasema akiwepo fit uwanjani ni another energy and the skills ambayo tunayo. Sawa, yani ni silaha ambayo inaweza ikaangamiza muda wote. Ila sio kwamba ikikosekana na yenyewe sana, ndio tunaweza tukakaa chini tukaanza kusema sasa hapa leo tumeisha. Kwa sababu kuna Nabi Kamara pale anacheza, kuna Yusuf Kagoma pale anacheza, kuna yule Mtanzania mwenzetu, kijana wetu Mtanzania yule Semfuko. Semfuko kimweka nje yule nani yule Yusuf zaidi hao watatu. Maurice Abraham anaweza akacheza namba 8 sababu Alassane Kante anacheza 6 pamoja na anacheza na 8. Mara nyingi anacheza kama namba 6. Anacheza kama namba 6 of course. Kwa hiyo anaweza akacheza Yusuf Kagoma. That's all. Kwa hiyo
kwa Jonathan Soa wala sio story kubwa yeye kuondolewa au yani kuondolewa ni kama ambavyo nimekueleza kuhusu issue ya mtu kukosa utovu wa nidhamu. Mara nyingi natokanaga na lifestyle ya mtu tu, yani yeye amejiwekea nini kichwa, utaratibu ambao ashajipangia. Yani hata wewe leo unaweza wewe ili nikujua pia una utovu wa nidhamu, ni namna ambavyo unakuja kuniletea wazo mimi afu nilipinge uanze kushout wazo gani bwana, hii ni wazo zangu nzuri sio nini. Yani inakuwa inatokana tu na kwamba wewe umeshajifix kwenye kitu fulani, akili yako haijajiandaa kukabiliana na situations baadhi ambazo zitakuja mbele yako. That's all. Matarajio ya kuelekea dabi ya tarehe 1 Florence, Jonathan Soa kutokana na utovu wa nidhamu alioonyesha mwalimu, na anasema yafanyike mara moja kabla hajaandaa au hajapanga kikosi kitakachoelekea visiwani Zanzibar. Jina la Jonathan Soa umesema kwako sio mchezaji mkubwa wa kawaida. Wewe umesema kwa upande wako sio mchezaji. Nitafutie interview ya shabiki wa Simba aliyekwambia kwamba Jonathan Soa yupo tumeumia sisi, never. Sio threat player ndani ya. Sisi Afrika amekosekana Pacome hapo. Umevisikia vilio vingi. Nimevisikia. Ndio hiyo sasa, yani huyo ndio mchezaji muhimu kwenye timu. Kwa hiyo huenda hata kwenye dabi hata akikosa hana shida. Mimi namwamini sana Suleimani Mwalimu. Hata nisiwafiche. Yani mimi juzi nadhani niliongea kwenye account yangu nikamwambia moja ya kitu kizuri mimi ninachokipenda kwa Suleimani Mwalimu ni namna ambavyo anajua kucheza na move ya mpira, pamoja na wengine wenyewe huwa tunasema ni mtu wa kunusa hatari. Si unanielewa? Yani ile anavifanya hivyo vitu ni anticipation yake. Hakimbii tu kwa sababu unapaswa nikimbie. Nakimbia kwa sababu unajua huyu nimemuona namna alivyo receive mpira. Inawezekana ni ngumu mno kwa yeye kufanya tani. Kwani yeye ndio ilikuwa sababu ya goli la kwanza la Simba dhidi ya KMC. Issue kama hizo. Kwa hiyo anakimbia kwa sababu ameshaona huyu nikimfuata huyu anauachia huu mpira. Au huyu nikiufuata huyu kwa namna ambavyo ameuweka mwili wake lazima atoe boko. Kwa hiyo anticipation yake, namna ambavyo anakimbia katika nafasi tena akiwa kwenye kasi, yani amesha linki play afu unamuona ameenda kwenye nafasi. Goli la Simba dhidi ya Petro Tatiko Luanda nadhani ulilitazama. Pasi ilitoka kwa nani? Kwa Jonathan. Namna ambavyo anajiposition katika mazingira ambayo hayampi pressure yeye ya kusema sasa huu mpira nitaupigaje. Anakutana na hizo second balls, alifunga dhidi ya Mashujaa, kafunga dhidi ya KMC. Positioning yake katika kufuata ile move ya mpira, angalia goli alilofunga dhidi ya Tanzania Prisons, kichwa kila amesogea. Yani umeshaangalia huku na huku unaona niko mwenyewe hapa ni timing yangu tu huu mpira unaingia. That's all. So nani ambaye amemlilia? Magoli 3 ametoka kufunga kwenye mechi za ligi kuu 3-4 sio alizocheza Simba Sports Club. Magoli 7 Simba wamefunga ligi kuu, magoli 11 na michuano ya Champions League. Then what? Nani ushamsikia anamlilia? Kwa hiyo ifike mahali then hiyo inabaki sasa kwa mchezaji. Kwa hiyo Steven Baka ameact kama manager, kama ambavyo Slot alimweka nje Mohamed Salah. Licha ya kwamba wewe ndio unajua boli, ndio uko vizuri, lakini lazima uishi kwenye principle ambazo mimi nazihitaji as a coach, sio wewe unazozihitaji. Taarifa ilikuwa ni ya Jonathan Soa kwamba ameondolewa katika kambi la huko Dodoma wakati Simba wanajiandaa na mchezo wao wa kesho dhidi ya Dodoma Jiji. Ndio ilikuwa taarifa, na Steve Baka ametoa kauli kwa viongozi kwamba wamchague yeye au mchezaji abaki. Florence na mimi tulikuwa na tumekueleza kwa kina kabisa, nafikiri umeelewa utovu wa nidhamu wa Jonathan Soa ulivyo. Kuendelea kutupata sisi Data Sports ni swala ni moja tu, kuhakikisha una follow channel yetu hii kwa kusubscribe na ruhusa alama ya notification ili tutakapokuwa tunaweka taarifa unakuwa wa kwanza kuzitazama. Aliyesimamia kazi sio mtu mwingine, ni Mr. Paco. Tukutane tena kwa wakati mwingine. La msiki nuru.